Yesu asifiwe. Ni mimi Apostle Kevin. Siku ya leo naomba tukajifunze jambo la muhimu, na naenda katika kichwa kinachosema mambo makuu matatu yatakayokufanya uinuliwe kiroho, au mambo makuu matatu yatakayokufanya ujengwe kiroho. Kuna mambo mengi sana ambayo mwanadamu akiyafanya ataimarika katika ulimwengu wa roho au ataimarika roho. Lakini kuna mambo makuu matatu ya muhimu sana ambayo mwanadamu yote akiyafanya kwa hakika lazima ataimarika na atajengeka katika ulimwengu wa roho au roho. Jambo la kwanza ni kuwa na shauku ya Mungu na mambo ya kiroho. Shauku ndiyo inayoamua bidii ya mtu. Bidii inazaliwa kwenye shauku. Chochote kile ambacho una matamanio nacho sana, utakuwa na bidii katika kukielekea. Ndio maana ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13, neno liko wazi. Paulo anamwambia mwanafunzi wake kwamba hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Hapa bidii iwepo katika kusoma. Mtu yote ambaye ana shauku na Mungu atakuwa na bidii katika kusoma neno. Mtu yote ambaye ana shauku na Mungu atakuwa na bidii katika ibada. Mtu yote ambaye ana shauku na Mungu atakuwa na bidii katika maombi, bidii katika mifungo. Sio jambo la kulazimishwa. Ukiona unalazimishwa katika maeneo haya, ukijua shauku yako kwa Mungu ni ndogo sana. Hivyo basi wekeza katika shauku ya Mungu ili uweze kuhusiana na Mungu, ili uweze kuinuliwa. Kuna watu hawainuliwi katika maeneo yao ya wito wao. Kuna watu hawainuliwi kwenye huduma, kuna watu hawainuliwi kwenye uchumi, kuna watu hawainuliwi katika maeneo mbalimbali. Ni kwa sababu hawana shauku na Mungu, bali wana shauku na vitu vya Mungu. Ndio maana ukisoma maandiko matakatifu anasema kwamba nawapenda wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii, wale wanitafutao kwa bidii. Kwa hiyo shauku ndio inaamua bidii ya kumtafuta Mungu. Ile shauku ulio nayo inazaliwa kwenye upendo. Unampenda Mungu kiasi gani? Kama unampenda Mungu kuliko vyote, lazima utakuwa na shauku na Mungu kuliko vyote. Kuna watu mna shauku na mali, kuna watu mna shauku na fedha, sio mna shauku na Mungu. Kuna watu mnasema mnaomba ndio, kuna watu mnasema mnafunga ndio, lakini hamfungi kwa sababu ya Mungu. Mnafunga kwa sababu ya kupata vitu vya Mungu. Hapana. Ili uinuliwe katika ulimwengu wa roho, ili roho yako ijengeke, lazima uwe na shauku na Mungu. Na hii shauku itatuonyesha bidii ulionayo. Hauna haja kutuambia kwamba wewe unamtafuta. Hapana, hauna haja kusema mimi na shauku kubwa na Mungu, au na kwamba mimi natamani sana kuwa na Mungu. Hapana, tutaangalia namna unavyotumia muda wako. Hii itaonyesha mfano wa watu ambao walikuwa na shauku na Mungu na Mungu akawainua. Mfano wa kwanza ni Musa. Musa alikuwa na shauku ya Mungu kwa ukubwa sana, kiasi kwamba akamwambia Mungu, nataka nione utukufu wako. Na Mungu akawa mwaminifu, akazilika kwa kiasi kwa Mungu. Na binadamu pekee ambaye alihusiana na Mungu kwa viwango vikubwa sana ni Musa. Unaona, Mungu alimfanya Musa kuwa kama rafiki, mpaka anamuuliza wana wa Israeli walipomuuliza kwamba naomba mimi naenda kuwateketeza wana wa Israeli, nitaanzisha kizazi kipya cha wana wa Israeli kupitia wewe. Musa akasema hapana, usifanye hivi. Yaani Musa akawa anamshauri Mungu. Hii ni level moja kubwa sana. Yaani swala la shauku yako itaamua uhusiano wako na Mungu waje. Uwe kama rafiki au uwe kama Mungu ambaye ni tishio, Mungu ambaye anachukia dhambi. Kwa sababu kuna watu wengi mnahusiana na Mungu katika level ya Mungu analehemu, kutokana na kila siku mnatenda dhambi. Angalia maisha ya Daudi. Daudi alihusiana na Mungu kiasi kwamba alikuwa na shauku na Mungu kiasi kwamba anasema Mungu, wewe ndiwe Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Daudi kila siku alikuwa amejidhamiria. Kwa sababu gani? Kusoma mstari wa leo, kwa maana nafsi yangu inakuonea kiu, nafsi yangu ina haja na wewe. Kwa hiyo nafsi ya Daudi ilikuwa ina kiu na Mungu kiasi kwamba kila siku mapema alikuwa anatafuta uso wa Mungu, anatafuta uwepo wa Mungu. Nikuulize swali, matokeo ambayo unatamani uwe nayo, kuna gharama unalipia kama Daudi? Hayo mafanikio katika huduma ulionayo, unaweza kulipia shauku alikuwa nayo Musa?
ni jambo la wazi. Angalia maisha ya Danieli. Kusoma Danieli 6 mstari wa 10, neno la Mungu linathibitisha kwamba Danieli alikuwa akiomba mara 3 kutwa kwa siku, alikuwa akiomba mara 3 licha ya vikwazo, licha ya vipingamizi ambavyo serikali iliviweka kwamba yoyote atakayeomba nje ya miungu ya pale basi atahukumiwa, lakini yeye hakuona kama kile ni kizuizi, kwa sababu ya shauku alikuwa nayo kwa Mungu. Mimi nakusisitiza au ni wito wangu kwako msikilizaji au mpendwa, kwamba ya kupasa uwekeze katika shauku ya Mungu, ili Mungu akuinue, ili Mungu akuimarishe, ili Mungu azilishe ukuu wake kwenye maisha yako. Kuna mambo kadha ya kujifunza hapa. Yoyote yule ambaye alikuwa na shauku ya Mungu hakuwa na shauku ya dunia. Yoyote yule, Musa, Daudi, Danieli, wote hawa walikuwa na shauku na Mungu, hawakuwa na shauku ya dunia. Kwa hiyo mpendo, ukiona dunia inakuzingazinga, inakuvutavuta, ujue shauku yako na Mungu imepoa. Yoyote yule mwenye shauku ya Mungu, mambo ya kidunia hayana nafasi. Ndio maana ukisoma kitabu waraka wa kwanza wa Yohana, neno la Mungu liko wazi, anasema kwamba ukipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yako. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anampenda Mungu atakuwa na shauku na Mungu, na kupenda dunia hakutaonekana kwenye maisha yake. Yaani tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima havitaonekana katika maisha yake. Huu ni wito wangu kwako, kwamba kama unataka utoke katika tamaa za mwili, tamaa za macho, hebu kuwa na shauku na Mungu. Utamtafuta Mungu kwa viwango vya juu sana. Ukisoma maandiko matakatifu yako wazi, anasema wanipendao watazishika amri zangu. Shauku inazaliwa kwenye upendo. Kwa hiyo ukiwa na shauku kubwa na Mungu, utashika amri zake, kwa sababu shauku inajengwa na upendo. Hautapenda dunia. Jambo la pili, kwa kujifunza hawa watu kwamba walidumu katika kuomba na kusali. Fuatilia Musa, alikuwa muombaji sana, alisali sana, alikuwa msomaji sana. Ufuatilia Daudi, fuatilia Danieli, hawa wote misingi hiyo. Sijazungumzia kuhusiana na Ana, sijazungumzia hapo kuhusiana na Paulo, sijazungumzia hapo kuhusiana na kina Elia, sijazungumzia kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Watu wote ambao walikuwa na shauku ya Mungu walikuwa ni waombaji, wasomaji wa neno, na walikuwa wanakaa uweponi mwa Mungu. Tafuta kuwa katika uwepo wa Mungu, ili Mungu akuinue kwa majira yake na akutukuze kwa majira yake. Licha ya yote nilichojifunza kutoka kwa watu, walikuwa ni watiifu na wanyenyekevu katika kutimiza maagizo ya Mungu. Yoyote yule ambaye ana shauku na Mungu lazima atakuwa mtii kwa Mungu. Hauwezi kuwa mtii kwa Mungu kama una shauku ya mambo ya Mungu, kama huwezi kuwa na shauku katika kumlingania Mungu. Jambo la pili, nimesema mambo makuu matatu yatakaweza kusaidia wewe kuinuka kiroho. Jambo la pili ni kutunza usafi wa moyo. Kutunza usafi wa moyo, licha ya maombi, licha ya ibada, licha ya mifungo, licha ya mambo yote ambayo utayafanya, Mungu anapendezewa jambo la kwanza na usafi wa moyo. Unaweza kufanya haya yote, ukatoa sadaka sana, ukawa muombaji sana, ukawa unasoma neno sana, lakini kama uishi maisha matakatifu, ni kazi bure ndugu yangu. Ndio maana Mungu anasema, nachukia sadaka za wenye dhambi, bali na yatakabali maombi ya wenye haki. Kwa hiyo kigezo cha Mungu ni kupokea sadaka ya mtakatifu, kwa sababu maandiko yanaendelea kusema kwamba hazina mtu ilipo ndipo moyo wake utakapokuwepo, kwamba moyo wa mtu ndio utakaoenda mbinguni. Maandiko yanasema ili wenye moyo safi, maana watauona ufalme wa Mungu. Kwa moyo wa mtu utaenda mbinguni. Sasa sadaka na moyo mtakatifu ndio kigezo cha kwenda mbinguni. Sasa kama moyo mtakatifu ndio kigezo cha kwenda mbinguni, hivyo basi sadaka ya mtakatifu na yenyewe itaenda mbinguni. Kama wewe sio mtakatifu, sadaka yako haiwezi kwenda mbinguni mpendwa, kwa sababu moyo wa mtu ndipo ilipo hazina yake. Hazina inafuata utakatifu, inafuata state of the spirit, state of the heart, namna moyo wako ulivyo. Kama moyo wako ni mchafu, hazina yako itaenda kwenye uchafu. Kama moyo wako ni safi, hazina yako itaenda kwenye usafi. Ndio maana nakusisitiza, huu ni wito wangu kwako mpendwa, kwamba wekeza katika utakatifu, wekeza katika kuishi maisha matakatifu, ili Mungu akuinue. Yoyote yule ambaye ukifuatilia aliyeinuliwa na Mungu aliishi maisha
matakatifu. Naomba nitumie mifano michache. Yusufu ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 9 anakuambia nifanye ubaya huu mkubwa kiasi gani nimkose Mungu. Hapa ni kwenye ishu ya mke wa Potifa alipotaka kulala na Yusufu. Yusufu hakuwa tayari kumkosea Mungu kwa sababu ya tamaa ya muda mfupi, kwa sababu ya hizo zinaa ambazo zinaleta ladha ya muda mfupi au zinaleta yani furaha ya muda mfupi. Hakukubali kufanya hivyo, alisema kwamba nifanye ujinga kiasi gani huu nimkose Mungu, sio nimkose Mungu. Kumbe hakuwa tayari kuchafua moyo wake kwa sababu ya tamaa za dunia. Alikuwa tayari kupoteza vyote, alikuwa tayari kusingiziwa vyovyote, alikuwa tayari kufungwa kokote, ili mradi uhusiano wake na Mungu ubaki. Linda usafi wa moyo, kwa sababu kwenye usafi wa moyo ndipo kwenye uwepo wa Mungu. Anakwambia amjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yoyote yule atakaye uchafua mwili wake amechafua hekalu la Mungu, atapewa adhabu, ukisoma maandiko matakatifu. Kwa hiyo yoyote yule ambaye atatunza hekalu la Mungu ambaye ni mwili wake, ambao ni moyo wako, basi ukae ukijua umetunza uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Na yoyote yule ambaye ametunza uwepo wa Mungu kwenye maisha yake kwa kutunza usafi wake, basi Mungu atamuinua kwa majira yake, kama Yusufu aliposhinda hiyo dhambi ya zinaa. Kijana, huu ni wito wangu, shinda hiyo dhambi. Haijalishi letewa majaribu kwa kiasi gani. Sikia, kuna watu walijaribiwa na matajiri, kuna watu walijaribiwa kwenye majaribu makubwa, lakini walishinda. Kama wao walishinda ni binadamu kama wewe, it is possible na wewe ukashinda. Mfano wa pili tumzungumzie Shadrach, Meshach na Abednego walipokataa kusujudia ile sanamu. Mfalme alichukia na wakatupwa katika tanuri la moto, lakini kabla hawajatupwa kwenye tanuri la moto walisisitizwa, sujudieni muwe huru. Akasema kwamba yani hata Mungu wetu asipokuja kutuokoa hatupo tayari kusujudia. Kwa hii lengo ni nini? Hapa tusijifunze kwamba wanavibula, walikuwa wanapigania usafi wa mioyo yao, walikuwa wanapigania kutokuchafuliwa mioyo yao. Heri wenye mioyo safi, maana hao watamwona Bwana. Sio kumwona Bwana mbinguni, kumwona Bwana hapa kwenye maisha yako, kuanzia hapa. Yoyote yule ambaye atatunza usafi wa moyo ataanza kumwona Mungu hapa duniani, na atainuliwa katika viwango vikubwa katika kila maeneo ya maisha yake. Kama kina Shadrach walikubali kufa kwa sababu ya kutunza usafi wa moyo, usikubali kuuza utu wako, usikubali kuuza hatima yako, usikubali kuharibu uhusiano wako na Mungu kwa sababu ya vitu vya dunia hii. Mfano wa Ayubu alijaribiwa katika mambo yote. Maandiko matakatifu yanasema licha ya kujaribiwa katika mambo yote akumwazia Bwana upumbavu. Kwa sababu gani? Alikuwa anatunza usafi wa moyo wake. Wengi mnakumbana na changamoto, wengi mnakumbana na shida, wengi mnakumbana na majaribu, mnafikia hatua hadi za kumkufuru Mungu, kumnungunikia Mungu, kumlaumu Mungu. Sikia mpendwa, ni kwamba haijalishi utapitia nini, Mungu atabaki kuwa Mungu kwenye maisha yako, na Mungu ni Mungu anayekuwazia mema. Haijalishi utapitia changamoto gani, utatengwa, utaachwa, lakini Mungu atabaki kuwa Mungu kwenye maisha yako. Huu ni wito wangu kwako, kwamba haijalishi ni changamoto ipi, tunza utakatifu kama kigezo pekee cha wewe kuinuliwa na Mungu. Mungu akumchagua Mary mama wa Yesu kwa kigezo cha bikira tu. Kigezo pekee ambacho kilimfanya achaguliwe ni usafi wa moyo wake, kwamba Israeli kulikuwa hakuna eti kusema kwamba kulikuwa Mariamu alikuwa ni bikira peke yake. Hapana, walikuwa ni wengi, lakini kigezo kilichofanya achaguliwe ni usafi wa moyo, utii kwa Bwana, unyenyekevu wake kwa Bwana. Mungu akasema ajenda yangu naipitisha katika tumbo lake. Wewe mwanamke, nikwambie kitu pekee ambacho Bwana anataka akipitishe kwenye maisha yako. Inawezekana anataka apitishe watoto, inawezekana anataka apitishe ndoa bora, inawezekana anataka apitishe uchumi mkubwa, inawezekana anataka apitishe vitu vya thamani kwenye maisha yako, lakini kuna kikwazo cha uchafu wa moyo wako. Hebu jitakase leo, jisafishe, ili Mungu apitishe vitu vyake vya kiungu kwenye maisha yako. Kama alivyofanya kwa Mary, is possible akafanya kwako pia. Ukisoma Mathayo 5:8 inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Bwana. Zaburi 24 mstari wa 3 na 4 inasema
Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni yeye aliye mikono safi na moyo safi. Hakuna atakayepanda katika mlima wa Bwana au kuonana na Bwana